الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu cha At-Tajrid Sarih li Ahadithi Al-Jami' As-Sahih, kitabu cha Imam Bukhari kilichofanyiwa ikhtisari na al-Imam Az-Zabidi rahimahumullahu ta'ala. Tukiwa bado katika kitabu sala, tutarejea tena kwa lengo la kurekebisha mlango tulioishia, babu at-taqadi wal mulazamati fil masjid, mlango wa kutaka kulipana wal mulazamati fil masjid, na kulazimiana msikitini. Mlango huu ni watu wawili wanadaiana baina ya Ka'b ibn Malik na Abdullah ibn Abi Hadrad, na anayedaiwa alikuwa ni Abdullah ibn Abi Hadrad, na anayedai alikuwa ni Ka'b ibn Malik. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا، kwamba Ka'bi alitaka kulipwa deni lake na Abi Hadrad, kwa maana Abdullah ibn Hadrad, daina kana alayhi, ambalo deni hilo alikuwa nalo Abdullah ibn Hadrad. Kwa Ka'bi akataka kulipwa deni lake na Abdullah ibn Hadrad fil masjid, na walikuwa msikitini. Kwa kaja kumwambia nilipe deni langu na kudai wewe. Kwa hiyo yakapita baina yao mambo mawili, fartafaat aswatuhuma, sauti zao zikasikika zikanyanyuka juu kwa kule kudaiana, hata sami'aha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akasikia zile sauti zao. Wa huwa fi baiti, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa nyumbani kwake. Aliposikia hivyo, fakharaja ilayhima, Mtume akatoka kwenda kwa wao, hata kashafa sijifa hujrati, mpaka akafunua stara ya nyumbani kwake, akipazia iliyokuwa nyumbani kwake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaifungua, akaingia msikitini. Fanada, Mtume akatoa sauti kuita, ya Ka'b, ewe Ka'b. Qala, Ka'b akasema, labbaika ya Rasulullah, nimeitikia ewe Mtume wa Allah. Qala, Mtume akamwambia, dha' min dainika hadha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia sasa Ka'b ibn Malik, kwa kuwa huyu unamdai, dha' min dainika hadha, uweka kwenye deni lako au ondosha kwenye deni lako hiki. Wa auma ilayhi ay shatar, Mtume akamwashiria Ka'bi akamwambia nusu. Yani kama ulikuwa unamdai shilingi 1000, basi sema nusu yake akulipe, mwambie akulipe 500. 1500 basi mwambie akulipe 2500. 10,000 akulipe 5,000. Ndo haya maneno, dha' min dainika hadha wa auma ilayhi ay shatar. Mtume anamwambia weka au ondosha, futa katika deni lako hii, manake nusu. Kwa hiyo qala, sema laqad fa'altu ya Rasulullah. Ka'bi akasema nimetekeleza hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abdullah ibn Abi Hadrad, basi nipe nusu, nilipe nusu ya deni langu. Qala, Mtume akasema qum faqdihi. Haya maneno Mtume anamwambia Abdullah ibn Abi Hadrad, simama na ulipe hiyo nusu iliyobakia. Sasa qum faqdihi, simama na ulipe hiyo nusu ambayo umeambiwa, na nusu ambayo umefutiwa achana nayo tena. Ndio mafuhumu hadithi ilivyokuwa hii.
Hadithi hii ilikuwa inaonyesha katika moja ya mafundisho yake ni mashru'iyati sulh baina almutakhasimain, kuruhusiwa kusuluhisha kati ya wagombanao wawili, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kawasikia wawili wanakwaruzana, Mtume alayhi salatu wasalam akaja akawasuluhisha. Lakini vile vile kama tulivyosema kwamba hadithi hii inafundisha pia uruhusa ya kufanya shafaa, ya kutoa uombezi. Inaruhusiwa kumwombea mtu, ni maana watu wenye haki unaweza kuwaombea. Kama unadaiwa basi na kuombea kwa anayekudai, bwana naomba umpunguzie. Shafaa inaruhusiwa hivyo kwa mtu mwenye hali ngumu, mwenye hali nzito, ukaona uko namjua huyo hali yake, basi acha nimwombee apunguziwe. Tayeb. Qala babu kansi almasjidi wa iltiqati alkhiraqi walqadha walidan. Mlango unaofuata ni babu kansi almasjidi. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسودا أو امرأة سوداء. mlango huu unazungumzia kansi almasjidi, kufagia msikiti. Hukumu au masala kans min alkinasati, kuna kufagia na kufanyia usafi msikiti. Waltiqati alkhiraqi, na kuokota vitambaa vichafu vilivyo katika chanwa. Alkhiraq ni vitambaa vilivyochanwa, vitu vilivyotupwa. Walqadha, na vile vile uchafu wowote uokota. Walidan, na vijiti hivi na miti midogo kuiokota msikitini. Kwa hiyo hukumu ya kuufagia msikiti na kuokota vitambaa vilivyochanika na kuokota uchafu na kuokota vijiti ambavyo vimedondoka msikitini, yani bimaana ikhtisar kwamba hukumu ya kusafisha msikiti. Yani hadithi hii inaelezea hukumu ya kusafisha msikiti. Kuna uchafu chini hapo, okota. Pembeni ya msikiti kuna uchafu, okota. Na tunazungumza hadithi ya Abu Huraira. Anasema Abu Huraira, anna rajulan aswada, kwamba mtu mmoja aswad, mwenye rangi nyeusi, ni mtu mweusi. Au imra'atan saudaa, au mwanamke ambaye mwenye rangi nyeusi. Kana yaqumu almasjida, alikuwa akiokota uchafu msikitini. Yaqumu, anaokota uchafu msikitini, pembezoni huko, anazunguruka nyuma mbele ya msikiti. Famata, yule mtu alifariki siku moja, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujua, manake alifariki wakati wa usiku. Fasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu, alipokucha Mtume akamuulizia, yuko wapi fulani, mbona haonekani leo kwenye shughuli zake hizi, mbona haonekani kuja kusafisha msikiti? Faqalu, wakasema mata, amefariki. Likamuumiza sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema afala kuntum adhantumuni bihi, hivyo haikuwa nyinyi mnipe idhini? Adhantumuni, mkanitaka idhini mimi kunako yeye. Yani kwa nini hamjafanya hivyo, kunipa idhini, kunitaka idhini kunako yeye, au kunipa taarifa kunako yeye? Dulluni ala qabrihi, nijulisheni juu ya kaburi lake liko wapi. Au qala qabriha, au alisema kaburi lake. Kwa hiyo akamjulisha kwenda kwenye kaburi lake ni hili hapa. Faata qabraha, Mtume akaliendea kaburi lake. Fasalla alaiha, akamsalia juu yake. Mwanamke huyu au mwanaume huyu, kama ilivyokuja kwenye Bukhari Muslim au kwenye Bukhari wa Muslim, ni kwamba imekuja anna rajulan aswad au imra'atan sauda. Na tulichokipita sisi huku nyuma katika hadithi ni kwamba alikuwa ni imra'atun sauda, alikuwa ni mwanamke sauda. Na mwanamke huyo tushampita kwamba alikuwa ni mwanamke ambaye aliachwa huru na watu wake kutokana na matukio au tukio lililomtokea nyuma, wakawa wanaishi msikitini, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Kwa hiyo mwanamke huyu katika moja ya matendo yake alikuwa anasafisha msikiti, anaokota uchafu na kwenda kuutupa kwenye lile eneo ambalo anatupia uchafu. Kwa hiyo aliendelea na kazi hiyo katika kazi ya kheri mpaka umauti ulipompata, na mtume hakuwa anajua sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia katika hadithi hii panaonyesha katika watu ambao watakaopata kivuli mbele ya Allah siku ya Kiyama, wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, na mtu ambaye moyo wake umefungamana msikiti. Kwa unaona kama huyo yeye alikuwa hapendelei kuona msikiti ni mchafu, msikiti ni mchafu. Kwa hiyo moja katika malipo yake ni kupata kivuli cha Allah siku ya Kiyama. Na vile vile katika mambo ambayo tumeyapita huku nyuma ni katika masala ya nadhafa bil umum, jambo la kuokota uchafu bil umum msikitini kwa ujumla, yani kwa maana ya kusafisha msikiti, jambo la kusafisha msikiti. Asikae mtu akaridhia kuona uchafu umeganda msikitini na ana uwezo wa kuondosha. Karatasi limeanguka, kuna vijiti vimeangushwa chini, kuna nini yamejipanga panga hovyo. Jitahidi kuweka mazingira mazuri kwenye msikiti, kwa sababu hiyo ni ishara ya kwamba wewe ni katika watu ambao wamefungamana na nini, msikiti. Lakini pia vile vile ndani ya hadithi hii tunaona inajuzu kumswalia mtu baada ya watu kuwa wamefanyaje, wamemswalia. Inajuzu kumswalia mtu baada ya kuwa watu wamemswalia. Baadhi ya maulama haddadu ayaman, baadhi ya wanachuoni wameweka idadi ya masiku, wengine wakasema siku 3, wengine wiki, wengine mwaka, wengine kadha. Ala kulli hali, jambo hili wote insha Allah, mtu ambaye amefariki ukawa hukudiriki mazishi yake, basi aqallu shay'in 3 ayyam, masiku 3, basi nenda na wewe ukifika pale msalie kwenye kaburi lake, nenda ukamsalie kwenye kaburi lake. Lakini pia vile vile ndani ya hadithi hii panaonyesha wazi ya kwamba inajuzu kuswali makaburini kwenye yale maeneo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja kwamba hayaruhusiwi kuswalia. Yale makatazo yale yatavunjwa isipokuwa sehemu ya makaburini kwenda kumswalia mayit. Na ufahamu wa hadithi ile ni kwamba maeneo yale yamekatazwa kuswali swala zingine hizi, dhuhuri, alasiri, magharibi, la yajuzu fil qubur. Haijuzu ukaswali kwenye makaburi kwa kuelekea makaburi au ghairi dhalik. Lakini salatul janaza kwa mtu aliyepitwa na kumswalia mayit na tayari ameshamzika, fala mani insha Allah, hakuna kizuizi ikiwa yeye ataswalia kaburini pale. Qala babu tahrimi tijarati al-khamri fi al-masjid. Mlango huu unazungumzia uharamu tijarati al-khamri, kufanya biashara ya pombe, fi al-masjid, msikitini. Babu, mlango, tahrimi, uharamisha tijarati al-khamri, biashara ya pombe, fi al-masjid, msikitini. Biashara ni halali, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah amehalalisha biashara na ameharamisha ar-riba. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia sisi biashara, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, na buyuu ambazo ni jaiz kuzifanya ziko nyingi, na ziko zile buyuu ambazo ni muharram. Kwa hiyo aslu at-tijara al-hil, yani asili ya biashara ni halali mpaka itakapokuja nas ikitaja kwamba hii biashara ni haramu na hii hapa ni makruhu mathalan, kama hivyo ufahamu wake. Lakini asili ya biashara zote asili yake ni halali. Anafaa mtu kufanya biashara. Hal adullukum ala tijarat min biashara iman ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi insha Allah wabtaghu min fadlihi wadhkurullaha kathira. Itafuteni fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kutafuta riziki, kufanya biashara na vitu vinginevyo. Kwa asili ya biashara ni halali mpaka ije dalili kusema hii hapa haram, hii hapa ni haram. Kwa hiyo mimi naruhusiwa kufanya biashara yoyote, naruhusiwa kufanya biashara yoyote muda wa kuwa tu biashara hiyo sio katika zile biashara zilizotajwa na Mtume alayhi salatu wasalam kwamba biashara hizi
ni haramu, lakini biashara zote inaruhusiwa kuzifanya, zote tena bila aya wala hadithi inaruhusiwa kuzifanya. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu asluha, asili ya biashara ni halali. Kwa hiyo kwa kuwa tushahalalishiwa, usiniambie niletee dalili, usiniambie nikuletee nini dalili, kwa sababu tayari tumeshafanyaje? Tumeshahalalishiwa, tayari tumeshahalalishiwa. Ama nikivuka mipaka nikaingia kwenye biashara muharrama, naam, hii biashara haramu, hii biashara haramu. Kama hii biashara ya pombe, tena ukawa unauzia msikitini. An Aisha radhiyallahu anha qalat, Aisha anasema lamma unzilati al-ayat, pindi zilipoteremshwa aya min surati al-Baqarati, katika sura ya Baqara, fi riba, kuhusiana mambo ya riba. Aya zilizoteremshwa kuhusiana na riba, alladhina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Mpaka mwisho wa aya hizi. Aya zilipoteremka zikaenda kuzungumza mambo ya riba, wa halallahu al-bay'a harrama riba, zikaenda hivyo. Zilipoteremka hizi aya, kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila al-masjid, mtume alitoka kwenda msikitini, faqara'ahunna 'ala an-nas, akazisoma kwa watu zile aya zote, mpaka kafikia aya ya kuhalalisha biashara na kuharamisha riba, akasoma zile aya zote. Thumma harrama tijarata al-khamri, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaharamisha biashara ya khamru. Watu wa Madina kabla ya kuja ayat, kuteremka aya za tahrim al-khamr, watu wa Madina walikuwa wanafanya biashara ya khamr, walikuwa wanafanya biashara ya pombe, na baadhi katika masahaba walikuwa wanakunywa kabla ya kuharamishwa pombe. Na kabla ya kuzungumza hilo, neno al-khamru limetokana at-takhmiru, limetokana neno at-takhmir. والتخمير باللغة العربية بمعنى التغطية، لذا معنى يكفنيك. وكسم التخمير معنى يكفن التغطية نكفنيك، ولذلك أن الخمر تغطي العقل. na hiyo ni kwa sababu pombe inaifunika akili. Mtu ambaye amekunywa pombe ile huifunika akili, fala yastati' an yatasarrafa fi shay', mtu tena hawezi kufanyia kazi kitu chochote, hawezi kuandika vizuri, hawezi kusoma vizuri, hawezi kutembea vizuri, hawezi kubeba. Kwa sababu gani? Pombe imefunika akili yake, kwa hiyo hawezi tena kutumika kwa sababu ya pombe. Allah subhanahu wa ta'ala pombe aliharamisha shay'an fa shay'an bitadarruj, aliharamisha kidogo kidogo. Sasa aya hizi na zinginezo zilizopo katika suratul Maida, Allah subhanahu alipokuja kuteremsha aya iliyo katika suratul Maida sallallahu alaihi wasallam, ikawa ndio aya ya mwisho kabisa kukataza pombe. Moja katika aya hizo ilikuwa ya kwamba msikurubie msikitini hali ya kuwa mmelewa. Ilikuwa watu wanywe, lakini inapofika msikitini jitahidi usiingie hali ya kuwa umelewa. Kwa watu wanafanya hivyo, watu wakawa wanafanya hivyo, mtu anakunywa pombe zake, anajitahidi mapema kabisa, mpaka inafika muda wa swala anaingia msikitini ikiwa yuko vizuri, hasikii chochote, anaswali. Na kabla ya hapo walikuwa wanaingia msikitini hali ya kuwa wamelewa. Kabla ya hapo walikuwa wanaingia msikitini hali ya kuwa wamelewa kabisa. Umul khabaith, mama uchafu wote ni khamru. Kwa hiyo jambo likaenda hivyo, wakakatazwa hivyo, na baadaye wakaanza kukatazwa wasikurudie swala hali ya kuwa wamelewa. Ikaenda mpaka ilipoteremka aya ya suratul Maida, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu, akaambiwa jitengeni na shaitani anataka kutia uadui kati yenu katika pombe. Allah subhanahu akaharamisha pombe. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisoma aya hii. Alipoisoma aya hii, thumma harrama tijarata al-khamri, Mtume akaharamisha biashara ya pombe. Sasa wakina Anas nani, wakina baadhi ya masahaba walikuwa wana mandoo, wana mapipa ndani,
walimwaga biashara yao yote, wala hawakudai pesa wala hawakudai madeni yao, wala hawakusema ngoja tupate kwenda faida, pesa zetu turudishe ndio tuje tuache. La, wakaacha biashara ile ya pombe. Ndani ya hadithi jambo kubwa kabisa katika hili ni tajo, au Mtume kataja hapa miongoni mwa biashara haramu ni biashara ya pombe. Vyovyote itakavyokuwa, biashara ya pombe ni haramun kwa sampuli aina yoyote. Lakini pia kwa kuwa ni biashara ya pombe, hii ni ishara kwamba ziko biashara ambazo ni muharram, zimeharamishwa na sheria, zitakuja huko mbeleni insha Allah, biashara ambazo zimeharamishwa na sheria. Na mwisho kabisa, thumma harrama tijarat al-khamri, kisha Mtume akaharamisha biashara ya pombe, bimaana kama imeharamishwa nje, fama balukum fil masjidi, mnasemaje msikiti? Kama imeharamishwa kwingine kote huko, unasemaje msikitini? Taharimu itakuwa aghlab, uharamu wake utakuwa ni mkubwa sana, ni mkubwa sana, kwa sababu pombe ndio mama wa uchafu wote. Aliyekunywa pombe ndio anaweza akaua, aliyekunywa pombe ndio anaweza kumtukana hata Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyekunywa pombe anaweza akafanya tukio lolote la kuhuzunisha kwenye jamii. Anaweza akaingia kwenye uzinifu, anaweza kuingia kwenye liwati, anaweza kuingia kwenye kila aina ya mabaya, magomvi anaweza yeye, sijui kufanya mambo gani, kujikojolea mbele za watu, kuvua nguo. Ummul khabaith, mama wa uchafu ni pombe. Kwa nini isiharamishwe? Na kwenye pombe vikaingia kila vile ambavyo tughatti al-aqla, vinaifunika akili. Kila chenye kuifunika akili kitaitwa khamrun. Muda wa kuwa mtu wake anayefanya au anayekitumia hawezi kutasarrafu, hawezi kuyaendesha mambo yake kwa uweledi na kwa ufasaha na kwa usahihi, hiyo ni pombe kwake, hiyo ni pombe, ni haramu kwake, haitakikani kutumika. Hichi ni kiasi kinatumika kwenye msingi huu wa khamru, pamoja na kwamba khamru, neno hili ilitumika khamrun, pombe ya zabibu. Pombe ilikuwa inatumika wao, wanatengeneza wao, ilikuwa ni khamru, ni pombe ya kutumia zabibu. Leo hii kuna pombe za sampuli mbalimbali. Kwa hiyo muda wa kuwa ni pombe na zinaifunika akili na mtu hawezi kutasarrafu, zitakuwa ni haramu kiasan, itakuwa ni haramu kiasan. Haiambiwi kwamba ilitajwa kule ni pombe ya zabibu, hii sasa hivi ni pombe ya ndizi mfano, haingii, au pombe ya ngano haingii. Kalla wa hasha, jambo haliko hivyo. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.